alichokifanya bado ataendelea kulaumiwa kutokana na kesi hii ya Mwijaku, and mpaka sasa hivi Mwijaku amekamatwa na jeshi la polisi. Kwa nini nasema Mwakinyo anatakiwa kulaumiwa? Kwa sababu kesi ya Mwakinyo ilivyofanyika, Mwijaku alikuwa mstari wa mbele sana kumtetea, kumwombea msamaha kwa raia, lakini pia kueleza namna gani hasira zinaweza zikafanya matukio tofauti, lakini yeye ndio kama ameenda kumkandia, yani oya snitch sio mwana. Kwa hiyo Mwakinyo kwenye hilo sijui ataliweka vipi sawa na Mwijaku, lakini huu ni ujumbe ambao umetolewa na jeshi la polisi kuhusiana na kesi ya udhalilishaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu. Mpaka sasa hivi Mwijaku yuko polisi na wanafunzi watatu wa vyuo vikuu ambao wamekamatwa kwa tuhuma za kumdhulumu mwanafunzi wa Ardhi University siku ya leo Aprili 24, 2025. Taarifa hiyo imetoka kwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam, zikieleza kuwa watu wanne wakiwemo mwanahabari maarufu Mwemba Batan maarufu kama Mwijaku amekamatwa kuhusiana na tukio la kumdhalilisha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam. Na kwa mujibu wa kamanda wa polisi Jumanne Murilo, uchunguzi umebaini kuwa washukiwa wengine ni wanafunzi wa vyuo vikuu tofauti jijini Dar es Salaam, akiwemo Mary ambaye huyo ndo ana trend sana na baadhi ya clip zake, lakini pia kuna binti anaitwa Asha Suleiman na Raina Mkwawili kutokea chuo cha Ardhi University. Tukio hili bado linaendelea kuzua taharuki kubwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia I hope itakuwa funzo kubwa kwa watu wengine kutofanya matukio kama haya ya udhalilishaji hasa katika mitandao ya kijamii. Lakini pia jeshi la polisi linaendelea kuwaonya watu ambao huenda hawaja-expose mambo haya kama ambavyo tumeona sisi kwenye mitandao, lakini wanafanya chini kwa chini. Endapo watagundulika, watabainika, basi jeshi la polisi liko active kuchukua hatua dhidi ya hayo matukio ambayo yanafanyika. Kwa hiyo kwa baadhi ya mastaa nimeona wanamuombea Mwijaku, wengine wanasema ndo itakuwa adabu kubwa akomeshwe kwenye hilo kwa sababu mdomo wake uko mbele kuliko matendo ambayo anayafanya ni tofauti. Sasa ukiona matukio kama haya mtandaoni, wewe usisite tu, toa taarifa. Jeshi la polisi litafanyia kazi kwa kina na uchunguzi ili kupinga matukio kama hayo ya udhalilishaji hasa kwa wanawake. Na kama trending hiyo hapo imekupatia taarifa update kuhusiana na tukio ambalo linaendelea kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii.